Wapendwa, nimetumwa na Yesu Kristo kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni. Safari ya kuelekea mbinguni bado iko pale pale. Mpango wetu haujaahirishwa. Ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya toba. Hakika utakula mema ya nchi, na Mungu aliye mbinguni atakupigania na kukuvusha katika kila hatua. Tukisoma ujumbe wa siku ya leo, unasema kuwapiga maadui wanaokufuatilia mbele yako na nyuma yako. Kuwapiga maadui wanaokufuatilia mbele yako na nyuma yako. Na kusoma katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 6, tukianzia ule mstari wa 10 mpaka ule wa 18. Waefeso ile sura ya 6, tafadhali, mstari wa 10 mpaka ule wa 18. Tutaona namna ambavyo linatuelekeza. Neno la Mungu linasema kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali imejifunga kweli kiunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambao kwa hiyo mnaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Wana wa Mungu, Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sikia, naomba nielewe. Hatimaye uzidi kuwa hodari katika nani? Bwana. Na anasema katika Bwana na katika uhodari, katika uweza wa nguvu zake. Kwa neno la Mungu linasema kwamba wewe mwenyewe ndio unapaswa kuwa hodari na mwenye uweza ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Mungu hashuki kusaidia wewe, isipokuwa anashuka katika imani ulio nayo, na kwa neno lako la uhakika, neno lako la kuamuru mapepo yaondoke, adui aondoke mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Adui aweze kuondoka mbele ya maisha yako. Kama kuna mahali amesimama, adui kazi yake ni kuleta changamoto, adui kazi yake ni kuleta magonjwa, adui kazi yake ni kusimama usije kufika kwenye kusudi la Mungu ambalo amekupa katika maisha haya. Ndio kazi ya adui. Anakuambia hatimaye uzidi kuwa nini? Hodari. Uhodari anasema ni katika uweza wa Bwana, katika nguvu zake, wala si katika nguvu zako, katika nguvu zake. Kuwa hodari, usiogope mapepo, wala usimwogope adui, usimwogope shetani. Kuna watu wanamwogopa shetani. Shetani haogopi, akitoka Mungu ni mwanadamu, baada ya mwanadamu wanafuatana ni malaika, kwa sababu Yesu ni Mungu. Wanafuata majeshi ya malaika walioumbwa kwa sura ya Mungu. Sikia nikwambie, shetani ni malaika muasi aliyomuasi Mungu. Kwa hiyo wewe unapotamka neno la mamlaka, yeye anachofanya anakimbia, anakuogopa. Ingia kwenye toba, ingia kwenye rehema, anza kutumia mamlaka ya kumhukumu na kuambia shetani, sikia nikwambie, toka kwenye mlango huu, toka kwenye mawazo yangu, toka kwenye ofisi yangu, toka kwenye biashara, toka kwenye ndoa, toka kwenye mipango yangu, toka. Na shetani anatumia mawakala. Mawakala ni wanadamu. Yamkini uko nao kwenye maeneo ya kazi, wengine wamegeuka kuwa maadui
Kuna wengine ambao uliwasaidia, leo wamegeuka kuwa mawakala wa shetani. Badala ya kukulipa mema, leo unalipa mabaya. Unaweza kuona mtu umemsaidia mahali ambapo amefika mahali hata kurudishia mema. Sio wote, lakini katika moja wapo 10. Mara nyingi wanaosaidiwa, wanapofika wamesaidiwa, kuna wakati wanaanza kuwa maadui kwako, maana ulikuwa pamoja nao. Tena kuna wapo uliwapa chakula, kuna wakati alipolala ulimsaidia, kuna wakati uliongea naye, lakini leo anakienda huku anazungumza huku. Leo anatema tonge la ugali ambalo lilimsaidia wakati alipokuwa na shida. Hakumbuki tena tonge lile la ugali na kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linatueleza kwamba vita yetu, Waefeso pale 6 pale tukianzia pale 12 pale, maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sikia, narudia tena, lazima uwe na uhakika wa kumpinga shetani. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Sikia nikwambie, watu wa ulimwengu wa giza wanaenda kuzimu. Inawezekana wanakushinda wewe kwa sababu ya imani ndogo tu. Sisi tukiwa na Yesu ni wachawi zaidi yao. Narudia tena, mtu anielewe, ananielewa. Ukiwa na Yesu Kristo, wakikushindwa wanaanza kusema huyu ni mchawi, tena wakuzimu. Wanaanza maneno, wakikushindwa anaanza kukuchongea kwa watu, anakutafutia figisu, kama ni ofisini, kama ni eneo la kazi, anaanza kuleta maneno, anakufarakanisha na watu, ili kwamba kakushindwa kwa namna ya damu na nyama. Anaanza kutoa hoja za uongo, wanaanza kukutupia maneno mabaya ili onekane mbaya, onekane mtu wa ajabu. Sikia nikwambie, shetani anapokuja huaji kwa njia moja, anakuja kwa njia moja kwako. Lakini sikia nikwambie, unapotamka kwa neno la mamlaka, atakimbia kwako kwa njia 7. Lazima kimbie kwako kwa njia 7, na lazima achie maisha yako, na lazima achie baraka zako, maana yeye ni mwaminifu sana katika maisha yako, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Eneo jingine anasema kwamba vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kuna wakati unapokuwa kwenye maombi, anza kuomba, ninavaa silaha za Mungu, navaa silaha za Yesu, navaa silaha za Mungu, ninavaa silaha sasa, ninavaa silaha za Bwana, ninavaa silaha. Unaendelea kuvaa, vaa silaha na nguvu za Mungu ili uweze kuzipinga hila za shetani. Kama huna nguvu ya Mungu, huna silaha za Mungu, utapigwa. Shetani atakupiga, shetani atakushambulia, ataletea maisha yako shida, ataleta changamoto kwa watoto. Unaona watu wanatembea wana huzuni ndani ya mioyo. Huzuni ya nini? Yesu ameshakupa wewe, you are fire. Wewe ni mamlaka, wewe ni moto lao. Unapotamka katika ulimwengu wa roho, lazima madhabahu za ulimwengu wa giza ziachie. Lazima kila vita iachie, kwa sababu na neno la Mungu liko ndani yako. Usisubirie ukamwambie nani, nenda mbele za Bwana, piga magoti. Wakati wao wanaenda kusema kwa waganga, wewe nenda mbele za Yesu. Wakati wao wanaenda kutuma mapepo na majini, nenda ukaite malaika waje wacharange vizuri. Wakati wanaita majini, yanakutana na malaika wa Bwana, wamesimama kwenye eneo lako, wamesimama kwenye nyumba yako, wamesimama kwa watoto, wamesimama kwenye ndoa. Yale mapepo yanarudi, yale majini yanarudi. Sikia nikwambie, kuwa mjanja wa kiroho wewe. Mwambie rafiki yako, kuwa mjanja wa kiroho, cha uzamba. Yaani wewe ukikushtaki kwa waganga wa kienyeji, nenda ukakamata yale, niambie nchi. Sikia neno la Bwana. Mahali hapa sio uwanja wa fujo, sio uwanja wa vita, ni uwanja wa amani. Ninaomba amani kwenye nyumba yangu, kwenye eneo langu la kazi,
wanasemesha ardhi. Wakianza kukuloga huwa wanasemesha eneo kabla ya kwanza kuloga wewe. Wanakuja wanasemesha zile kuta, naomba turuhusu tuweze kuingia, tuweze kumpiga huyu, tunaomba kuta sasa fungukeni tumtese, fungukeni tufanye hili na hili, tunawaomba jamani. Wanatoa na sadaka zile kuta, na kwa sababu hujaziombea kuta zako, mara ghafla unakuta vita inaanza kuingia. Unafunga malango ya vita, lakini unashangaa bado unapigwa. Unafunga malango ya vita, bado unaota ndoto mbaya. Unafunga malango ya vita, maana katika ulimwengu wa roho wanasemesha malango yako ili wapate kuingia. Inawezekana lango lako la kuruhusu malango ya vita yaingie, moyo wako haujasamehe. Moyo wa mtu hauna toba. Anza na toba ya kwako. Jambo lolote anza kuomba toba. Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Yesu nisamehe. Na hiyo toba ukitubu ndani ya moyo wako, hata kama ulitenda dhambi, usianze kuhesabu nimefanya dhambi jioni, nimefanya na juzi, nimefanya na juzi. Sikia nikwambie, tunapoenda mbele za Bwana, Mungu anatusamehe. Hata kama dhambi yako imekuwa nyekundu kama damu, bado Mungu atakusamehe. Atasema, mwanangu, nimekusamehe, nimekufuta machozi, sasa hiyo dhambi sitaihesabu tena. Lakini sitende dhambi kwa sababu neema ipo. Maana kuna siku unaweza kaangukia pabaya, neema haipo. Hatuchochei dhambi kutenda watu wakatubu. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo anasema, maana kushindana kwako wewe, usishindane kwa hoja na mwanadamu. Wengine wakiona wamekushinda watakuimbia taarabu, na wengine watakuvalia kanga, wale wanaoishi mitaani. Usome maandishi eti anakusuta kwa kanga. Na wengine wataimba, kama yuko jirani ataanza kukuimbia nyimbo za jirani na nini dirishani ili usikie. Wezi baba sema ukiimba sote kisho kalale. Na ukiona na kufagilia uchafu nyumbani kwako, na wengine wanabeba vinyesi wanakuja kukurushia kwako. Akikushindwa anaanza hivyo, anarusha kinyesi upande wa pili. Nyamaza kimya, zoa, mwambie Bwana Yesu, ninaomba sasa hilo tumbo linalosababisha kinyesi lifunge, kama hajapata tumbo kule. Maana sisi tuna mamlaka. Kwa usipigane kwa njia ya hoja na mtu. Maana vita yetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme, mamlaka, wakuu wa Israeli na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukiona mtu anakusumbua, usipigane naye kwa hoja. Nenda mbele za Bwana, mshtaki mbele ya madhabahu ya Bwana. Mwambie, Baba, nimemleta, ananitesa, ananisumbua, mahali hapa ni salama, naomba nitetee. Mungu anafanya na kila kitu kinakuwa salama, na mtu yule siku moja atasema, hakika nimekosa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana Mungu. Kwa shetani ana tabia, anasema unapokuwa umelegea anakupiga. Ukilegea tu kawa na hofu na mashaka, anakumaliza. Shetani ana tabia, ukiona unalegea, hauombi sawa sawa, unawazawaza vita, unawazawaza matatizo. Sikia nikwambie, angalia ushindi wa Kalvari, kwamba safari aliyoanzisha kwako ataimaliza. Na kuiambia mauti, sikia nikwambie, ewe mauti uliotumwa kwangu, sitakufa kabla ya wakati. Magonjwa wakiyatuma yarudi kwao, mauti wakituma irudi kwao, mashambulizi wakituma yarudi kwao, vita wakituma irudi kwao. Una revenge, unarudisha, yani mpaka aseme Bwana mambo yanakuwa mabaya. Akirudisha moto, wewe rudisha moto wa Bwana ukaunguze. Akitupa moto, tupa moto wa Yesu ukaunguze madhabahu zao. Maana kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, yuko Yesu anayekutetea, aliyoko sirini. Kungefunguliwa macho ya rohoni ukaona kwa namna ambavyo Yesu anatulinda, asiongekuwa unarukaruka na kufurahi. Jeshi la malaika limezunguka namna hii.
Malaika wanapanda na kushika kwenye nyumba yako. Umelala kwenye kitanda chako namna hii, wamekuzunguka, wameweka mikono namna hii, wamesimama na upanga wa pora. Wengine wamesimama kwenye milango, wengine wamesimama mpaka huko washurumu. Wamesimama, nyumba yako imezungukwa na majeshi ya malaika wakipanga vita kule kuzimu. Wanakutana na majeshi ya malaika wale wakali. Oria makarabo, iko jeshi la kimbingu linalokulinda wewe. Sikia nikwambie, wataenda Bagamoyo, wataenda Sumbawanga, wataenda na vikao, watasema mbona tunamloga alogeki, mbona tunafanya eti mama rebiki, mbona tunaua biashara inaenda. Sasa jamani tufanyaje? Anaambia leteni damu ya mtu. Shetani anawateshaga eti lete damu ya mwanao. Yuko tayari kumua mwanae ili akuue wewe. Shetani alikuwa hana akili. Ataenda kwa shetani, ataambiwa lete damu ya mwanao. Mapepo yakinywa damu ya mwanao, itakuwa rahisi sana kumua yule mtu ambao amekuwa shida kwako. Yani hatamani kukuona. Unajua kuna majitu duniani ya ajabu, huwa yatamani kuona sura za watu. Anapoona umefanikiwa, yeye anakasirika, anaanza kukuloga. Mwisho wa siku anaambiwa lete damu ya ng'ombe, anapeleka, mtu ajafa. Lete damu ya kambuzi, kanapelekwa, anakula, mtu ajafa. Lete damu ya mwanao, anatafuta, anapeleka, mtu ajafa. Mwisho anaanza kuwa kichaa. Unaona linatembea ovyo barabarani, maana limeua mbuzi, limeua watoto, lingua natafuta. Wewe ndio kwanza baraka za Bwana zinaongezeka mara wa Mungu. Ndivyo Mungu wetu alivyo, ndivyo alivyo Bwana wa mabwana. Wanasema yote, wanakula vyote, wanaua kila kitu. Ngoma iko pale pale. Ufalme wa Mungu si wa kuchezea. Anayechezea mwana wa Mungu aliyopakwa mafuta lazima atapigwa. Amchezee Masihi wa Bwana, Biblia inasema atapondwa kabisa, atapigwa. Wewe ukisimama na Yesu ni Masihi wa Bwana. Hutegemea hirizi wala uchawi wako, unategemea maombi. Unategemea maombi. Hujui uchawi ukoje, hujui uganga ukoje. Wewe ukilala ni Yesu wako. Yesu Bwana wa vita, Yesu Bwana wa vita, ninakutegemea wewe, ndio mganga wangu, ndio mfalme wangu Yesu, unanitetea. Wengine wanajitetea kwa hirizi zao, wengine wanajitetea kwa uganga wao, wengine wanajitetea kwa namna yoyote ile walichonacho, lakini wewe unajitegemea kwa kumtegemea nani? Yesu. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia anasema hivi, anasema basi simameni hali mmejifunga kweli vinono na kuvaa diria haki kifuani na kufungiwa miguu ya utayari kupata kwa injili ya amani. Vaa diria haki, tenda haki, mishale inapokuja ikupate, na kufungiwa miguu ya utayari. Toa sadaka kwa ajili ya injili, toa sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana, toa sadaka kwa ajili ya kuwatengemeza watumishi wa Bwana, kazi ya Mungu iende vizuri. Leo kuna wakati tumeshindwa kuvuka kwa sababu adui naye anatupiga kusahau sisi hatumtolei Mungu. Nyumba zetu tunapiga rangi zinapendeza sana, tunaweka na vioo zinapendeza, lakini unakuta nyumba ya Mungu ni full suit, mabati kuanzia juu mpaka chini. Afu anakuja yule anatoka nyumba nzuri ya tofali, anakuja kwenye mabati, anaota jasho, anapata shida. Afu Mungu anajiuliza, hivi hawa ndio niliowapa hayo majumba, niliowapa hizo fedha, kwa nini wanitolei na mimi nikajenga nyumba nzuri? Ndio maana katika maisha yangu nilisema, hata kama ni eneo dogo, mtengenezee Yesu mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tulishauri pigeni mabati tu, hamna shida. Akasema mabati nani hapa? Sisi ni tunakuja kukapo Yesu akae. Yesu ni mbuzi? Yesu sio mbuzi. Nyumba hii ni ya Mungu. Piga kuta. Ni nani bati kama unavyonunua bati kule? Leo kazi ya Mungu inatengenezwa ovyo ovyo, kwamba vitu vya Mungu ni vya ovyo, kwamba mabati yaliyotoboka toboka.
yanaletwa kanisani, vitu vya hovyo hovyo tu ndio kwamba ni vya Mungu, baba hivi pelekeni kanisani. Huyu ng'ombe amevunjika mguu, peleka kanisani. Haka kakuku kilema, kupeleka kanisani. Hiyo vita itaacha aje kuondoka? Lazima itaendelea kuwepo. Vita ya uchumi inaingia, kila kitu kina collapse. Fungu la 10 hatoi, sadaka za kutengemeza kazi ya Bwana hatoi. Mungu hawezi kuwa na security, hawezi kumlinda mtu wa namna hii. Ili vita iondoke pia, wakati mwingine sadaka itakutetea. Sadaka yako ya fungu la 10, sadaka zako za shukrani, sadaka zako kwa ajili ya Bwana. Yaani uwe na kitu cha kumwambia Mungu, angalia Baba, nilifanya hichi. Angalia Yesu, nilifanya hili. Hii vita inatokea wapi, Masihi wangu? Katika maisha ili uweze kufanikiwa na Mungu aweze kufanya security na vita hiyo iondoke, kila aina ya battles, vita yote inayotokea, zile crisis, migogoro inayotokea, Mungu pia kuna wakati anaangalia kwenye chetezo cha maombi yako. Ameweka sadaka ya kazi yangu, je? Ameweka sadaka ya mjane na yatima? Ameweka sadaka ya fungu la 10 la Walawi? Je, amejenga madhabahu? Amenisaidia nini mwanangu? Ndio maana anasema ni lazima miguu ipatayo kupeleka injili ya amani, kwa maana kusupport kazi ya Mungu. Mungu wakati mwingine hutaweza kuomba, ila sadaka itakuombea. Sadaka itaongea. Sadaka inaongea. Kornelio Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtoaji mzuri wa sadaka. Akaambiwa, kumbuka Kornelio, sadaka zako zimefika mbinguni. Hazijafika tu mbinguni, isipokuwa zimekuwa ukumbusho mbele za Bwana. Kwa sadaka unamtolea Bwana mabwana, itapigana vita, itaenda kuwapiga maadui, maana ni ukumbusho. Inanyanyuka pale yenye mishale. Wachawi na washirikina na watu wa kuzimu, kinachowafanya wafanikiwe kukupigeni wewe ni sadaka. Sadaka, haijalishi ni Mungu gani. Sisi tuna Mungu wetu, Mungu aliye hai. Hata Mungu wetu unajua walikopi kwetu, wakakopi na kupesti, alafu wakaenda kutumia hiyo formula. Ndio maana shetani huwa anapiga sana eneo la sadaka kwenye mioyo ya watu. Anaeleza, si unaona matatizo, si una ada ya shule, si unatakiwa ulipe kodi ya nyumba, si nyumba yako hajamaliza hiyo 1,000,000, si ungenunua mifuko hata 4 ya simenti, si ungefanya na hichi na kile. Yaani shetani anakuletea matatizo na mtu anajifariji, anasema kweli Mungu unanijua mimi na matatizo, nina hichi na kile, na kwa sababu moyoni umeongea matatizo, unakuta zile changamoto zisizoisha. Kwa hiyo sikia nikwambie, usiangalie changamoto, tengeneza kusudi la Bwana ili akupe vitu vya thamani, ili ile vita iliyoko katika malango ya nyumba yako iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kila vita inakutesa siku ile iondoke kwa jina la Yesu. Sema, kila madhabahu ya vita inanifuatilia siku ya leo, damu yako Yesu ikanene mema, damu yako Yesu ikanikomboe. Kila madhabahu yoyote, hebu simama kwa miguu yako, sema, kila madhabahu inayofuatilia maisha yangu siku ile leo, wametoa sadaka ili wanitese mimi, ili wafanye vita na mimi. Wametuma vita ya mauti, wametuma vita kwenye eneo langu la kazi. Siku ya leo Bwana, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba unitetee Bwana. Malango yoyote ya vita yanayonifuatilia katika ulimwengu wa giza, iwe ni wachawi, ni mapepo, waachie maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kila vita yoyote, iwe ni kwa watoto, iwe kwenye eneo la kazi, iwe kwenye afya yangu, wametangaza mauti, wametoa na sadaka, wameandika na tarehe ya kufa, wametuma na mapepo anishambulie. Siku ya leo Bwana, ninapiga hizo madhabahu, ninapiga madhabahu, ninafuta ajenda zao, ajenda za magonjwa na mauti waliotolea na sadaka, ninafuta kwa damu ya Yesu. Katika ulimwengu wa giza, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kila ajenda, ninafuta
kila roho, endelea kufuta ajenda zao na vikao vyao, waliosema kwamba watakuangamiza, utafanikiwa, yani utakaovuke. Tunapeleka sadaka ya damu ya Yesu. Omba. Ninavunja ajenda zao, kila vita walionayo, vita ya kiuchumi, wanafanya vita kwenye eneo la kazi, wanafanya vita kwenye biashara, wanafanya vita kwenye ndoa, wanafanya vita kwa watoto. Baba, nasogea mbele zako jioni ya leo, napiga hiyo madhabahu inotesa wana wa Mungu. Toka madhabahu ya vita, madhabahu ya vita, ninakuteketeza. Anakuwa na vita sana. Piga roho za uganga, piga roho za shirikina. Ninawafukuza maadui wote, walikuja kwa njia moja, wanakimbia kwa njia saba. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, ikavunje mashambulizi, ikavunje vita, ikavunje mauti, ikavunje magonjwa, kila vita iliyotumwa kwenye malango ya biashara yako, kwenye malango ya kazi yako. Kuna watu wameinuka kwenye maisha yako, wanakushambulia kwa sababu ya wivu na chuki, ya wivu. Vunja roho ya wivu, vunja roho ya sambalati. Wanakuchukia kwa sababu ya wivu, wengine wanaona unaendelea. Shetani, mwambie Shetani, achia maisha yako. Mwambie kabisa, achana na mimi Shetani. Tamka na hilo jina, ewe Shetani, achana na watu wa Mungu, achana na wana wa Mungu. Ninapiga mashambulizi. Unaowapiga, iwe ni mapigo ya usiku, iwe ni ya mchana, iwe ni ya jioni, piga malaika wake, piga mapepo, piga majini yanayokushambulia, piga marohani na vibwengo vyenye mokera, piga mayuguna na subiani na makata, piga katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu ikapige kila vita, kila vita. Piga katika ulimwengu wa roho, kila vita yoyote, vita inayosimama kwenye maisha yako, kila madhabahu ya vita, achia maisha yake, achia maisha yake. Hiyo vita la mgoni, hiyo vita la mgoni, vita ya mauti, vita ya kiuchumi, vita ya kiroho, iachie, achia. Piga. Endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba, piga makofi, piga falme zao, piga na kalenda zao, vunja kalenda zao na tarehe na makubaliano na minutes zao za vikao walizoziandika, minutes zao. Oria baba tabo saka, oria mosakariao, oria bakarabu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ikanene mema. 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 Piga vikao vya wachawi, piga maandishi walioandika na tarehe walizoandika, piga katika ulimwengu wa roho. Peleka damu ya Yesu, tunapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, tunapeleka damu ya Yesu. Hiyo damu ya Kalvari kanene mema, hiyo damu ya Yesu kanene mema. Kuanzia sasa, damu yako Yesu iwatetee watoto wako. Damu yako Yesu ifungue maisha yao. Damu yako Yesu ikanene mema sasa.